Amen. Haleluya. Naweza kukaa tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Majina yangu naitwa Yotam Jilo Enes. Yotam ni ile Jotham, lakini kwetu dini ililetwa na Wajerumani. Jotham wanaita Yotam. Jina langu naitwa Yotam Jilo Enes. Nimeokoka, nampenda Yesu. Mungu amenibariki na mke mmoja. Nina mke mmoja peke yake na ni wa kike, na Mungu pia ametubariki na watoto wawili, yule wa kwanza na yule wa pili. Wa pili anashikilia hiyo nafasi, huwa ni ya muda, ni ya kupokezana. Bwana asifiwe. Pia nachunga kanisa kunaitwa Hola, kanisa la Christ the King International Pentecostal Fellowship. Usijali hilo jina refu, limesajiliwa tu kwa kule Nairobi, lakini mbinguni haliko. Hilo jina hakuna mbinguni. Majina yangu ndiyo yako huko. Bwana asifiwe. Na nashukuru Mungu pia kwa sababu ya huduma hii na mchungaji wenu. Pia nataka kuita kwa sababu ni mwangalizi wa roho zenu. Yuko sahihi alipomuita askofu, kwa sababu yeye ukesha kwa sababu ya nafsi na roho zenu. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa salamu na kanisa, walijua kama nitakuwa hapa mahali ninashiriki, mahali ninahudumu, kwa sababu kando na kuhudumu pia ninashiriki pale. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wachungaji ambao wanachomoka tu wakati wa mahubiri, wao hawashiriki katika ile ibada, wao wanahudumu. Kwa hivyo washirika wanashiriki, kiongozi wa ibada sa ibada, alafu wakati wa mahubiri ndio mhubiri anachomoka papa, anaingia kwa madhabahu, anahubiri na anarudi kwa ofisi. Nimefurahi kuona mchungaji wenu pia akiongoza sifa. Bwana asifiwe. Sababu hiyo hata mimi huongoza sifa. Siku ya leo tunaenda kuongea kuhusu toba kamili. Biblia kitabu cha Kutoka mlango wa 20 mstari wa 5 na wa 6, na nitakuwa ninataja maandiko. Ukiwa karibu wewe, tafadhali soma ama andika, lakini mimi utaniruhusu niweze, kwa Kiingereza tunasema paraphrase, yaani niweze kuelezea vile maandiko yanasema. Wewe uwe kama kanisa la Wathesalonike, hakikisha kama ni kweli katika maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka 20 mlango wa 5 na wa 6, Biblia inanena habari za zile amri 10, na katika hii amri maandiko yanaongea kuhusu jambo moja muhimu kabisa ambalo Mungu alitaka wana wa Israeli wajue, na leo anataka kanisa lipate kujua. Amri hii inasema hivyo. Kwa wale ambao ni wasomi wa Biblia wanajua tayari, Kutoka mlango wa 20 ni habari ya amri 10. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka mlango wa 20 mstari wa 5 na wa 6. Naamini sote tuko hapo kwa sababu huo ndio mstari wa foundation. So ningependa tuweze
kusoma sote pamoja, na pia tusiwe na haraka, ili kila mmoja apate msingi wa neno la siku ya leo. Inaongea kuhusu toba kamili. Toba kamili. Biblia inasema usirudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. 6 inasema, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kuna mambo mawili msingi hapa. Jambo la kwanza ni laana, ni patilizo la maovu. Biblia inasema na wapatiliza wana maovu ya baba zao mpaka kizazi cha 3 na cha 4. Lakini ninawarehemu, ninawahurumia mara elfu elfu wale wanipendao. Hivyo laana inayotoka kwa Mungu ni ya vizazi, lakini baraka inayotoka kwa Mungu ni ya milele. Namaanisha hivi ya kwamba baraka inadumu kuliko laana. Hiyo ni habari njema. Lakini siku ya leo tunapoongea kuhusu toba kamili, nataka tutembee katika vizazi 4 ambavyo vilitembea katika dhambi na laana ya Mungu. Na wakati katika vizazi hivi 4, kile cha 4 kilipotoka katika hii laana, wakaingia katika baraka ya milele. Na nena habari za mtumishi wa Mungu anaitwa Abrahamu. Sote ni wazao, sote ni mbegu, sote ni mstari ama msururu wa Ibrahimu, baba ama babu yetu. Imani yetu imekita mizizi katika Ibrahimu kwa sababu yeye alimwamini Mungu na akahesabiwa haki. Hivyo imani yetu ipo katika misingi ya imani ya baba Ibrahimu. Lakini je, wewe wajua ya kwamba Ibrahimu alifikia mahali akafanya kosa? Na kosa hili ni kwamba Ibrahimu alidanganya. Mara nyingi huwa tunahesabu ya kwamba kudanganya ni dhambi ndogo, kana kwamba dhambi zina category. Na huwa mara nyingi tunaiweka katika ile category ya kwamba hii ni dhambi ndogo tu. Waweza chukua simu na ukamdanganya mtu tu ya kwamba niko area, niko hapa tu na huko hapo, na unasema hakuna shida. Ibrahimu, jambo la kwanza, mlango wa 10 kitabu cha Mwanzo, alimfundisha mke wake kudanganya. Mlipoingia njaa katika nchi ya Kanaani, mlango wa 12, Biblia inasema wakaenda nchi ya Misri. Mstari wa 12, Ibrahimu akamwambia mke wake, tukifika Misri waambie ya kwamba wewe ni dada yao. Sasa huyu ni bibi na bwana wanaongea, na bibi anafundishwa uongo, na bibi akaelewa, akagraduate, na walipofika, alipouliza akasema mimi ni dada yake. Hofu ya Ibrahimu ilikuwa kwamba mke wake ni mzuri sana. Baba yangu aliniambia jambo moja nilipofikia huko. Akaniambia jambo la kwanza, mke utakayeoa kama ni mzuri, utapambana ama utapigana na uzuri wake. Kumbe mwanamke mzuri hutatiza, lakini ni vizuri pia kuoa mwanamke mzuri. Naongea kuhusu uzuri wa maumbile. Usipige dafrau tu chochote ikawa bibi kwako. Pia ni vizuri awe mzuri, kwa sababu mke wa Ibrahimu alikuwa mzuri, lakini ule uzuri ukawa tena ni hofu yake, ya kwamba sasa huu uzuri siuoni mimi tu, kila mtu anauona, na wale wenye macho makubwa watakapouona wanaweza nimaliza mimi. Ili nami niishi mke wangu, itabidi useme kama wewe mimi ni brother sister, alafu kule watanihandle kama sote, watanihandle kama shemeji, watanihandle na tutaishi na tutoke nchi ya wenyewe.
Na kweli Sara akasema hivyo. Mlango wa 20, Ibrahimu wakaenda tena nchi ya Gerari. Mfalme wa Gerari akauliza habari za mke wake. Sasa Ibrahimu akaulizwa yeye mwalimu afundisha watu uongo. Sasa akaulizwa, mzee huyu tunamuona hapa ngarangara ni nani? Akasema dada yangu huyu. Yeye naye vile vile akadanganya kwa habari ya mke wake, akasema huyu ni dada yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wana theolojia kama dada yetu wanajua kuna school of thoughts tofauti. Kuna zingine zinasema kwamba Ibrahim hakudanganya, ni kweli alikuwa mke wake. Wengine wanasema ni kweli alikuwa cousin yake. Wengine wanasema alikuwa anasema kweli kwa sababu baba yao mmoja, mama ndio tofauti. Hayo ni mawazo ya wana theolojia, lakini Biblia haina A wala B. Inasema Ibrahimu alimwambia mke wake, sema ya kwamba wewe ni dada yangu. Kwa hivyo kama ilikuwa ni kazini yake, ama ilikuwa ni mtoto wa babake, ama ilikuwa ni mtoto wa jirani, alimuoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mbele za Mungu Ibrahimu alidanganya. Unaweza kujiuliza kwa nini mtu mkuu wa Mungu aliyechaguliwa na Mungu anafikia mahali pa kudanganya? Na Biblia haifichi. Unajua kuna dini zingine wale mitume wao dhambi haikuwekwa ili waonekane watakatifu, lakini Biblia imeweka dhambi za mitume wote kuanzia Ibrahimu, wote na dhambi zao, ili itakapokuwa habari ya Yesu tuamini ya kwamba Yesu hakutenda dhambi. Na kama ametenda dhambi pia wale wengine tungeziangalia katika maandiko, wote wametenda dhambi isipokuwa Yesu peke yake. Ibrahimu akakosa, na kumbe aliingiza shida katika uzao wake, shida ya udanganyifu. Mlango wa 26 mstari wa 6. Isaka sasa mwana wa Ibrahimu huko Gerari. Watu wa Gerari wakamuuliza habari ya mke wake Rebeka. Rebeka naye alikuwa mzuri, alikuwa beautiful, na wakamtaka, naye akasema ni dada yangu. Ile dhambi ya babake alikuwa anasema ya kwamba mke wake ni dada yake, na yeye pia Isaka akaanza hivyo. Yaani kuna mambo fulani ambayo mzazi ukifanya mtoto huona kawaida. Kuna mambo fulani ambayo wewe baba ukijizuia kuyafanya, mtoto wako hatajizuia kuyafanya. Kama vile Lutu alijizuia kuishi Sodoma. Lutu alijikaza kuishi Sodoma, akabaki Sodoma mtu wa Mungu, lakini wasichana wake hawakujizuia. Alitoka Sodoma, tabia za Sodoma akaziacha Sodoma, lakini wasichana wake walipotoka Sodoma walibeba tabia za Sodoma, na walipomwangalia baba yao wakamuona Bwana, kwa sababu kule Sodoma kulikuwa hakuna kuoa wala kuolewa. Mtu anaenda na mbuzi na mzazi na kila kitu, wakachukua ile tabia wakatoka nayo. Mtu wa Mungu amejikaza kwa mtaa mchafu, lakini watoto wake hawakujikaza. Wakati mwingine ni vizuri kama mtaa hauna adabu uhame. Haleluya. Hata kama umejazwa na Roho, unaomba mguu mmoja juu, hama huo mtaa, kwa sababu watoto wako hawataweza, wataenda na hizo tabia, watajificha mbele zako, lakini fursa ikipatikana. Haleluya. Sasa mtoto wa Isaka, huyu ni kizazi, Isaka ni kizazi cha pili. Ibrahimu alidanganya. Unajua ile dhambi kwa Sara ilikuwa tasa. Utasa ulimpiga Sara. Ile dhambi kwa Ibrahimu ikawa ni huo ujanja. Mijikenda wanasema ulachu, yani ile hali ya
ya werevu ambao yani huwezi kukamata. Bwana asifiwe. Kizazi cha pili, Isaka anakuwa mwongo, Rebeka naye anakuwa tasa. Unajua mambo mengine hayakuwekwa bayana kwa Biblia ikasema kwamba hili ni makosa, lakini matokeo yake huonyesha kwamba hilo ni makosa. Kama vile pombe. Pombe Biblia haisemi ni dhambi, lakini yale mambo yanayompata mlevi yanaonyesha kwamba pombe ni dhambi. Kizazi cha pili, Isaka anakuwa mwongo, anadanganya na mke wake tasa. Biblia inasema kwamba Rebeka alikuwa tasa na Isaka akaomba kwa sababu ya mke wake na Mungu akamwondolea ule utasa. Sasa kizazi cha tatu ni Yakobo. Yakobo, unajua mbegu unapoipanda kama ni mahindi, ule mhindi ukishamea hauzai ile chembe moja. Lile hindi huwa lina tembe ngapi? Kwa hiyo ile mbegu ambayo alipanda Ibrahimu ikazaa kwa Isaka, sasa ilipokuja kwa Yakobo ilikuwa ni mbegu kweli. Ule uongo, udanganyifu ambao umeanza na babu, ukija kwa baba unakuwa uongo wa kisasa. Ukija kwa mjukuu unakuwa uongo wa kidijitali. Na ukija kwa yule mwingine sasa unakuwa wa kimtandao. Basi Yakobo kwa mpigo alimdanganya baba yake mara 7. Haleluya. Yakobo alimdanganya baba yake Isaka mara 7 hapo kwa hapo. Yaani mnaingia mechi na unapigwa mabao 6-0. Kuna wazazi ambao hudanganywa na watoto mpaka wakawa wao ni bila. Anampigia mtoto wake anamwambia, haya mwanangu, mashikamo, maraba. Sema, haya ndanganye. Yaani huyu mzazi amedanganywa mpaka yani sasa amekolea. Yeye mbele ya watoto wake hana la kusema. Wakishuka tu na magari wakiingia, anaambia mimi namsubiri, mseme kile mtasema, alafu mjikusanye na magari yenu mniache hapa. Yote ambayo mnasema hayo nimesikia, lakini najua mmeshafanya na mmeenda. Yakobo alichukua mwanandama wa zizi la baba yake, akamchinja, akamtengeneza, akachukua mavazi ya ndugu yake Esau akavaa, akaenda kwa baba yake na akabisha. Baba akasema, ni nani? Yakobo akasema, ni mimi Esau. Sema moja. Isaka akamuuliza, mbona umekuja mapema? Akasema, Mungu amenisaidia. Na ilikuwa ni mama yake ndiye alimsaidia. Yeye alisema Mungu amenisaidia. Akamwambia, ni nini hii umeleta? Akamwambia, baba, inuka ule mawindo. Na si mawindo, ni mbuzi wa huyu mzee. Yaani ondoka, ilikuwa ni wazi, baba ondoka ule mbuzi wako. Lakini hapa ni swala la udanganyifu ili aweze kumnyang'anya ndugu yake ile haki ya kijana wa kwanza. Akamwambia, nimefanya kama ulivyo niambia. Na kwani aliambiwa wapi? Aliambiwa ni Esau. Yakobo akasema, Isaka alimuuliza mara ya pili, ni wewe mwanangu?
mwanangu, kwa sababu alikuwa ana wasiwasi. Ni wewe mwanangu? Akasema mara ya pili, ni mimi. Akamwambia kuja karibu nikuguse. Alikuwa amefunga ngozi kwa mikono, kwa hivyo akampelekea pale mahali ambapo pana ngozi, akamwambia ni mimi baba, gusa. Yaani baba anafungwa mabao tu, anafungwa mabao tu, anafungwa mabao tu, anakubali. Akasema sauti ni ya Yakobo, lakini ngozi ni ya Esau. Njoo mwanangu nikupatie. Kumbe amevaa nguo za Esau, kwa sababu mzazi huwa ana harufu ya kila mtoto. Kwa hivyo alimleta mkumbatie ili anuse zile nguo zake. Kumbe alikuwa shamdanganya, shavaa nguo za yule. Alipomkumbatia akakubali, mzee akasema wacha nikubariki. Akambariki zote, baraka zote, yaani ile kumbariki kweli kweli. Alafu alipomaliza, Esau akaingia. Yakobo akasema, na nani alikuwa hapa? Isaka akauliza, nani alikuwa hapa mbele? Bila shaka ndugu yako, lakini ishapita. Yakobo amemdanganya baba yake mara 7 hapo hapo. Ya kwanza akamwambia mimi ni Esau. Ya pili akamwambia nimefanya kama ulivyoniagiza. Ya tatu akamwambia ondoka ule mawindo yangu. Ya 4 akamwambia ni Bwana aliyenisaidia. Ya 5 akamwambia, akamwekea mikono ambayo amedanganya, akaweka ngozi. Ya 6 akarudia mara ya pili, ni mimi Esau. Na ya 7 akawa amevaa nguo za ndugu yake, akamdanganya babake. Yakobo, matokeo yake ni kwamba Yakobo aliweza kuondoka pale nyumbani, kwa sababu Esau alisema baba ni mzee, nikitandika huyu dogo, huyu kijana, baba atakufa. Wacha baba afe aondoke ndio nimtengeneze huyu. Yakobo akasikia, na mama yake akamwambia ndugu yako anajifariji, anasema ngoja baba afe ili akuue. Kwa hivyo hama, toroka. Yakobo akatoroka na akamwambia enda kwa ndugu yangu Laban. Akatoroka akaenda kwa Laban. Sasa kule akakutana na mwanamke mmoja mrembo anaitwa Raheli. Akampenda. Akamwambia mzee Laban, nipatie huyo awe mke wangu. Laban akamwambia sheria za hapa, unafanya kazi miaka 7, maana yake nakuona wewe maskini huna pesa. Fanya kazi ule mshahara nitakata miaka 7 ndio uweze kuoa huyo. Akafanya miaka 7. Ilipofika siku ya harusi, ni ziko kama za Kiswahili hizo, akaingia harusini, akapewa msichana amefunikwa taji, ndio maana siku hizi tunasema mfungue uangalie, na akaenda kwake. Siku ya pili kumbe ni Lea. Akaja kwa mzee akamwambia, mzee mbona umendanganya? Mzee akamwambia Yakobo, hapa kwetu kwanza mkubwa aolewe ndio mdogo. Kwa hivyo kama pia wataka huyu, fanya miaka ingine 7. Yakobo bado akafanya miaka ingine 7, akapata mke mwingine, akajikuta na wake wawili. Haleluya. Mungu akafungua tumbo la yule mke ambaye alikuwa hapendwi. Yule mke ambaye alikuwa hapendwi. Lakini yule mke ambaye Yakobo alimpenda akawa tasa. Nataka uangalie vile Ibrahimu mke wake tasa, yeye mjanja. Manake ujanja wa Ibrahimu ilikuwa wewe unaweza kuolewa huko ingawa wewe bibi yangu, lakini mimi nikaishi. Kuna wanaume wengine wajanja ambao anaweza hata kumfanyisha mke wake ukahaba ili wasurvive. Sasa huu janja huu ulikuwa kwa Ibrahimu, na kwa sababu Sara alikubaliana naye, utasa ukawa kwake. Isaka ujanja
Rebeka utasa. Sasa Yakobo ujanja na Raheli utasa. Kizazi cha tatu wanang'ang'ana na dhambi. Kumbuka Biblia inasema ninawapatiliza wana maovu ya baba zao hadi kizazi cha tatu na cha nne. Lea akapata mtoto akamuita Ruben. Akapata mtoto wa pili akamuita Simeon. Akapata mtoto wa tatu akamuita Lawi. Akapata wa nne akamuita Yuda. Raheli akaenda kwa Yakobo akamwambia, mzee, niangalie. Sema nakuangalia, nipe mtoto. Yule mzee alikasirika akamwambia, sasa kwani mimi ni Mungu? Mimi ni Mungu nikupe mtoto? Unaona mtoto ni hivi tu. Akamwambia, usijifanye ujui mzee, kuna huyu mjakazi wangu, shika. Nimesema nipe mtoto. Kulikuwa na mila za Kiyahudi. Kuna mila hapa Afrika pia ziko, hata hapa Kenya. Kuna jamii moja sitaki kuitaja, ambayo kama mwanamke ni tasa na miaka imeenda, huwa anachukua mjakazi ama maid, ama anaenda ni kama kuoa, anaenda chukua msichana, anamlipia mahari, anakuja anampa mume wake. Alafu yule msichana anazaa kwa miguu yake na mtoto anakuwa wake. Hiyo pia ilikuwa mila ya Kiyahudi, si maandiko, ni mila. Kwa hivyo kimila, Sarai alifanya hivyo, akachukua Hagari mjakazi akampa Ibrahimu. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba Yakobo alipata mtoto na mjakazi wa Rahel. Nyakati zile msichana anapoolewa alikuwa anapewa kasichana kadogo kama miaka 9 kama miaka 6 kumsaidia, na baadaye anakuwa mjakazi wake. Kwa hivyo akampa, akazaa Dani, akazaa tena Naftali. Watoto wamekuwa 6. Lea alipoona Raheli amemchezea mchezo na ni mdogo wake, naye akaenda kwa Yakobo akamwambia, mzee, hata mimi na mjakazi. Huyu mjakazi wangu Zilpa hata anayechukua mzee, nataka mtoto. Sasa Yakobo akawa ni kijogoo, akawa ndiye dume la mbegu. Sasa yeye ametawala. Akazaa Asher na Zebulon na Isaka. Alafu akamfungua tena Lea. Zilpa alizaa Gadi na Asher. Alafu Mungu akamfungua tena tumbo Lea, akazaa Isaka na Zabulon, watoto 10. Alafu Lea akazaa msichana mmoja anaitwa Dina, watoto 11. Ndio mwisho Mungu akamfungua tumbo Raheli. Raheli akamzaa Yusufu. Ikafika wakati sasa wa kuondoka, waweze kuenda zao, waondoke pale kwa Labani, na wakatoroka. Walipotoroka, Raheli aliiba vitu kwa baba yake mzazi. Kuna vinyago pale alibeba, na Labani alipoenda kuwashika na kusaka, Raheli alivichukua akavikalia. Alafu mzee alipokuja anatafuta, Raheli akamdanganya, akamwambia, baba, usinionee shida, niko katika hali ya wamama. Mzee akasema, samahani mwanangu, akaenda zake. Kumbe ni mwongo, ni mwizi, tena amekalia mali, lakini amesingizia kwamba yuko katika hali ya wamama, hali ya wanawake. Kumbe ukiwa mwongo
utaoa muongo. Unaweza kujifanya mjanja ukaokoka na ukaingia kanisani kwa sababu wamtaka msichana fulani, kumbe hata naye ameokoka na ni mjanja, anatafuta kijana fulani na mkakutana. Alafu sasa mkienda nyumbani mnasema yenyewe umeniweza. Nasema hata wewe umeniweza. Yaani ujanja wangu wote pale nilikuwa nataka nitoe msichana wa kanisa, alafu kapata wewe, kumbe na wewe ulikuwa unajifanya. Sasa ngojeni mtoto. Yaani mtoto achukue huku na huku. Yeye mtoto atakuwa anawapanga ninyi. Ndugu yangu, anawapanga kama supermarket. Unasema tumezaa. Tumezaa. Yaani tumepata. Umekutana na mke wako, unamwambia mke wako, na umepata mtoto. Ile tabia sana ya wapi? Sema ni yako kwenu. Ni yako kwenu. Ni Yesu sote. Sasa ni kujikaza kulea. Wewe kwanza watoto wa wavulana. Wewe ni waongo, tena ni wavulana. Wewe tayari baba muongo, unajijua hiyo. Na mke wako hata anajua kwamba huyu mume wangu wani muongo. Akisema anakuja mpate masaa mawili. Akisema haji utamuona ndio. Yaani yeye kusema ukweli kabisa, yaani kwake yaani hawezi. Yeye anaona kama vile amekuwa mwanamke mpaka adanganye kidogo. Sasa watoto mnaingia kwa nyumba hivi hamna watoto. Na kumbe wako. Naanza wewe mko wapi? Wanaitika hapa juu. Mmoja yuko juu ya kabati. Mwingine yuko kwa hii truss kabisa, hii truss. Ambia, dadi tuko hapa. Wewe. Tulikuwa tunakuenjoy tu. Yaani mmenizoea. Haleluya. Raheli naye alikuwa muongo, aliiba, akadanganya. Lakini kuna neno Yakobo alisema si zuri. Yakobo alisema, mzee, kama kuna mtu kati yetu amefanya hivyo, kufa na afe. Na moyoni alikuwa roho safi, anajua mimi si mwizi, watu wangu siwezi. Mimi si mwizi, watu wangu siwezi. Kama kuna mtu amefanya hivyo, wewe mzee unatusingizia kufa na afe. Na kumbe Raheli ni mjamzito, alidanganya tu. Hakuna mjamzito ambaye ana hali ya wamama. Wale wamama wanaelewa, anadanganya tu. Siku ya kuzaa, walipofika Betheli, akafika kuzaa. Wakati wa uzazi Raheli alishindwa. Akafaulu kuzaa mtoto, lakini yeye roho ikakatika. Akamuita Benoni, lakini babake akamuita Benjamin. Mtoto wa 12 wa kivulana na msichana mmoja. Lakini Raheli akafa na akazika. Yakobo akabaki, mke aliyempenda ameenda, lakini amemwachia watoto wawili. Mmoja ni kidogo kinanyonya, kinatunzwa pale na Bilha, na yule mkubwa kijana miaka 12 anaweza tembea. Maandiko yanasema ndugu zake walikuwa wakichunga, naye alikuwa hutumwa Yusufu kuwapelekea chakula. Lakini kwa sababu Yakobo alimpenda Yusufu, huyu ni mtoto wa mke aliyempenda, akamshonea nguo ya rangi nyingi. Na wale wengine wakamuonea wivu. Na alikuwa anamuweka karibu kwa sababu huyu mtoto vile anajielewa, anajua kwamba mama yake amekufa. Kwa hivyo lazima baba akae karibu na yeye, akampenda sana, akamshonea nguo tofauti na akawa hamwachilii aende kuchunga. Lakini siku moja akamtuma aweze kwenda kuona hali za ndugu zake. Na kumbe wale ndugu zake alikuwa akiwaambia habari ya ndoto. Yakobo, nimeota jamani, nimeota
masuke ya ngano yameninamia, tena nimeota siku ya pili kuna jua na mwezi na nyota 12 vimeninamia. Sasa wakati utatawala, yaani utakusema jua ni baba, mwezi ni mama, nyota 12 sisi nikuinamia wewe, umjinga. Na siku moja wakampata peke yake huko machungoni. Biblia inasema hawa vijana wakamchukua ile kijana, wakachukua ile chakula amewaletea, halafu wakamweka ndani ya shimo. Kulikuwa na mashimo wakati wa ukame, walikuwa wakichimba wale wachungaji kutafuta maji, wakamtupa pale chini, wakule wapate afya, wakifanya mkutano ya kwamba wamfanyie nini. Kwa hivyo wakakula ile chakula yake, wakimdiscuss, topic ni yeye, agenda ni yeye, na yuko karumande kidogo mahali anasubiri. Lakini Biblia inasema Yuda aliwaambia ndugu zake, tusimuue huyo kijana, afadhali tumuuze. Na kweli wakamsikiza, wakasema Yuda, una point, hata mimi nakubali. Wakamuuza. Kuna Waishmaeli walikuwa wanapita kwenda kuuza vitu Misri, wakamuuza, wakapewa, wakachukua pesa, wakachanganya Yusufu na bidhaa zao, wakaenda kuuza Misri. Hawa ndugu wakachukua mwanakondoo wa yule baba, wakamchinja. Ile tabia huyo mzee. Wakachukua damu, wakamwagia lile vazi la rangi nyingi, alafu wakaenda kwa mzee. Wakafika kwa mzee, wakamwambia mzee, hili vazi tuliliona huko msituni wakati tunarudi, wewe unafikiria ni la nani? Akamwambia si la mwanangu hili. Tena unaona lina nini? Si lina damu. Sasa nini itakuwa imefanyika? Yakobo akasema bila shaka mnyama mbaya amemrarua. Unajua tabia ya watu waongo wajanja, yaani anataka ujibu mwenyewe, ujijaze mwenyewe, ujibu mwenyewe, unajipanga mwenyewe, unajikaanga mwenyewe. Yakobo akasema hili la mwanangu, damu, bila shaka ameraruliwa. Basi akaomboleza, lakini wao wana pesa mfukoni. Mzee anaomboleza, wao wanatoa kidogo kutumia. Mzee anaomboleza amefiwa, wao hata wako biashara. Wakamdanganya baba, na baba akakubali mtoto wake amekufa, akaomboleza, akamaliza. Sasa mtoto ambaye alibaki naye, ambaye hana mama, hana ndugu, ni Benjamin. Akawa amemweka Benjamin hapa sasa. Biblia inasema njaa ikaingia katika nchi. Haleluya. Njaa ikaingia katika nchi. Kumbe mambo ya Mungu kule, Yusufu amekuwa gavana, amekuwa mkuu katika nchi ya Misri, na sasa njaa imeingia kama ile ndoto, na sasa yeye ndiye anasimamia chakula ulimwengu mzima. Yakobo akawaambia wanawe, wale wanawe waongo 10, mbona mnatazamana? Si muende Misri, nasikia kuna chakula huko. Chukueni fedha, nendeni nunueni chakula na muweze kuleta ili tusife kwa njaa. Wakachukua, wakatoka na wakaenda. Biblia inasema hivi ya kwamba Yusufu aliwatambua ndugu zake, lakini wao hawakumtambua. Kuna jambo lilifanyika kabla ya hili. Mlango wa 34, Dina, yule msichana wa pekee wa Yakobo, alikuwa na tabia ya kuzunguka, kucheza na wasichana wa mji. Na katika hiyo hali akakutana na kijana mmoja anaitwa Shekemu. Yule kijana alimpenda sana Dina, na siku moja akamnajisi, akamshika kwa nguvu, akambaka. Kwa hiyo habari ikaja kwa Yakobo. Wazazi wa Shekemu walikuja mbio kwa Yakobo na wakamwambia, mzee, tuongee kizee, wacha sisi tusimamie kila kitu mtakachosema, lakini uache huyu msichana awe mke wa mtoto wangu.
Yule mzee akamwambia, ni sawa mzee mwenzangu, lakini unajua nini? Hapa nina ndume. Hapa kuna wanaume ambao mpaka ni washauri. Ushaona mzee anaogopa watoto wake? Mzee mali ni yake, kila kitu, lakini anaogopa watoto wake. Maana yake hawaelewi kama wanakuja ama wanarudi, haelewi. Watoto walipokuja akawaambia ya kwamba dada yenu, samahani, amebakwa na hivi. Lakini kwa bahati nzuri wazee wenzangu walikuwa hapa si kitambo, na wanataka mseme lolote, watalipa mahari na kila kitu, na mumuoze dada yenu kwao. Wakamwambia mzee, waambie tutawajibu. Jawabu lilipokuja, wakamwambia mzee, waambie ya kwamba sisi hatutaki mahari kubwa, kijiji kizima wapashwe tohara. Hiyo ndio mahari, hiyo tu, hiyo tu. Sawa, waambie hivyo hivyo. Mzee akaita mzee mwenzake akamwambia, vijana wangu wanasema hawana shida na dada yao. Mahari ni kwamba kwa sababu sisi ni Waebrania, pia ninyi kijiji kizima mpashwe tohara. Kusema hiyo sawa. Alikuwa ni mzee mwenye pesa, alikuwa katika ule mji, kwa hivyo akatangaza na wanaume wote kijiji kizima wakapashwa tohara. Mlango huo wa 34 kuanzia mstari wa 3, Biblia inasema Simeoni na Lawi wakanoa panga zao. Sasa watu wa Shekemu wamepashwa tohara siku ya 3, wana vidonda, hawawezi kukimbia. Simeoni na Lawi wakaenda kufyeka nyasi, kufyeka nepia grass, wanaenda kufyeka tu, hakuna ukimbia. Alafu wakaja wakaweka panga zao mbele ya baba yao, zina damu. Yakobo akamwambia, mmeshaua mtu. Akamwambia, sasa walikuwa watakaje? Sasa ninyi mtanifanya hapa mtaa, hapa miji yote nichukiwe na watu. Kwa hivyo wewe uliona vizuri dada yetu kunajisiwa. Yakobo akanyamaza. Bwana asifiwe. Ako na wanaume vijana hatari. Kwanza ni wadanganyifu na wanaweza kufanya chochote. Sasa walipofika Misri, Yakobo aliwatambua na akaona, ndugu zangu waongo wazuri wanakuja kutafuta chakula. Akawatambua, na walipokuja akawauliza maswali yale ya moja kwa moja. Wao hawajui kama ni ndugu yao, wanaona ni mkubwa fulani hapa mkorofi. Akamwambia, kujeni hapa ninyi, simameni hapa kwanza, mnaonekana ninyi ni wapelelezi, chakula mtasubiri, mashughulikia wengine. Wakati wapiga akamwambia, mtaingia jela, mnafikiria mimi nafanya mchezo? Ninyi ni majasusi. Wakasema, sisi ni watu wa kweli wa Mungu. Najua mtu muongo anasema mpaka yale hapo kuulizwa. Ni watu wa kweli wa Mungu, watoto wa baba mmoja. Tena kuna ndugu yetu amebaki mdogo, na kuna ndugu yetu mmoja hayuko. Yaani wakamwaika kila kitu. Lakini Yusufu aliposikia kuwa babake yuko hai na ndugu yake, alijificha, akaenda kulia kwanza. Alafu akarudi akasema, itathibitika yale nimesema, mtaenda gerezani. Akawafunga. Wakiwa gerezani wakasema, hapo serious? Siku 3. Wakaanza kuongea kikwao. Sasa wanalaumiana, wewe nilikwambia mambo yule kijana, wewe nilikwambia tusimuue. Kwanza wewe ndio ulileta wazo kwamba tumuuze. Sasa hatujui amefanyika nini. Damu yake iko juu yetu. Yusufu akiwasikia analia. Wanazozana, wanakosana ndani ya gereza. Siku ya 3 akawatoa, akamwambia, mimi ninamcha Mungu. Wakashangaa, huyu mkubwa anamcha Mungu zaidi yetu, ingawa tu waongo, lakini sisi ndio wa Mungu. Akamwambia, endeni kwa nyumba ya baba yenu, lakini nyuma abaki Simeoni. Simeoni yule ring leader wakata wanaume kule.
abaki. Akamweka gerezani Simeoni, alafu akamwambia wale wengine endeni. Alafu zile pesa ambazo walikuwa wamenunua chakula zikarudishwa kwa magunia yao. Sasa walipofika njiani, ilikuwa wafungue gunia moja waweze kulisha wale mifugo. Walipofungua wakakuta pesa ziko pale juu. Nasema aise, ngojeni. Pesa yangu iko kamili ndani ya gunia langu. Huu ni mtego. Nasema lakini hakuna shida, twendeni. Tutajua vile tutamwambia baba. Walipofika nyumbani, kumbe magunia yote 10 pesa zimerudishwa. Baba akamwambia, sasa mtaniambia nini? Nimewatuma mnunue chakula, mmeleta chakula na pesa. Mwambia baba, sisi hata hatujui imeenda vipi mpaka pesa ziko hapa ndani. Kwani sasa hiyo unajua mzee atakuamini tena? Wakajieleza, mzee akamwambia ni sawa, hii pesa iwekeni, mtamrudishia huyo mtu. Njaa ikazidi, wakamwambia mzee, yule mtu amesema tusirudi bila ndugu yetu mdogo. Wakamwambia, Yakobo akamwambia, kwa nini mlimwambia huyo mtu ya kwamba mna ndugu yenu mdogo? Akasema, yule bwana yani anakuuliza swali kana kwamba alikuwa hapa nyumbani, inabidi umweleze. Akamwambia, huyu mtoto haendi, huyu mtoto hana mama, huyu mtoto hana ndugu, na mnataka kwenda naye akafe huko. Na tena leo mnaniambia Simeoni yuko gerezani. Yusufu mliniambia alikufa, Simeoni yuko gerezani, na mnamtaka huyu. Tukae njaa. Njaa ikauma. Ruben akamwendea akamwambia, baba, nipatie huyu mtoto tuende naye. Nisipomrudisha watoto wangu 3 nitakupatia uwaue. Mzee akamwangalia, yaani kuchukua huyu mtoto ukampoteze, halafu unipe wajukuu wangu ni chini. Akasema mtoto haendi. Bwana asifiwe. Na unajua huyu kijana wa kwanza Ruben alikuwa amelala na mjakazi wa baba yake. Wakati Raheli alipokufa, kale katoto kadogo kakalindwa na yule mjakazi wa Raheli kakakuwa. Ruben, kwa sababu alikuwa ana umri mkubwa. Ni makosa jamani mzee kwa msichana mdogo. Haya, mjifanye mkusikia. Ruben akamnyemelea yule mjakazi wa baba yake. Kwa hivyo hapa Ruben ana makosa mawili. Yakobo alikuwa hamhesabu kama kijana wa kwanza. Lakini akaja Yuda, kijana wa 4, akamwambia, baba, nipe huyu kijana ili tusife njaa. Nisiporudi naye damu yake uitake kwangu. Hilo neno ni kubwa sana, ya kwamba mimi nachukua dhamana wa huyu mtoto, maisha yake uyatake kwangu. Huu ndio moyo wa Kristo aliposema nitume mimi baba. Pale ilionekana Kristo mwenyewe, nguvu ya Kristo ndani ya Yuda, akisema ninasimama kwa sababu ya mtoto, dhambi yake nitaibeba mimi. Na Yakobo akaridhika. Alikumbuka mama yake alikuwa amemwambia, enda kwa baba yako, enda uchinje huyu mnyama, mpelekee hiyo chakula. Yakobo akamwambia, ninaogopa laana. Kumwambia, usijali, laana yote Yuda aliposema hivyo, Yakobo akamwambia, chukua mtoto, enda. Wakatoka kurudi Misri. Yakobo akawatengenezea zawadi na asali, vitu vya mashambani. Akasema, hizi zawadi hizi mpelekeeni huyo mtu jamani, mpelekeni, narudisheni hizi pesa na mwambie huyo mtu tunashukuru. Wakachukua wakaenda. Walipofika, Yusufu akamwambia mfanyikazi wake, wale jamaa wale wapeleke nyumbani, leo watakula dina kwangu. Hivyo jamaa wamekuja, wamebeba ile pesa ya kurudisha na ingine ya kununulia chakula. Walipofika wakasema, jamani, hii pesa
tumeipata kwa magunia yetu. Akauliza, ni pesa gani? Hii pesa tulipata kwa magunia yetu, iko kamili, na tulikuwa tumekuja kununua chakula. Awali akamwambia, Mungu wenu pengine amewafadhili. Kwa taarifa yenu, leo mnaenda kula kwa mkubwa. Wakasema basi, tumeisha. Hiyo mambo ya kwenda kula kwa mkubwa, wanataka watufanye sisi watumwa na wachukue punda zetu. Yaani wanaona punda ni kitu cha maana sana. Kwa yule mkubwa wa Misri, mtu anayetembea na mafarasi. Unajua mtu muongo anaweza kuwa na baiskeli ama na pikipiki, alafu akasema watu wa mavieti wanamuonea wewe. Alafu yeye anaenda kikorofi tu, magari makubwa yako pale, yanataka kupishana na yeye, yuko pale pale. Hata mimi bwana ni mtumizi wa barabara, fanyeni heshima kwa watu wa mapikipiki bwana. Unatatiza mji na kapikipiki. Watu wana gari kubwa zinataka kupishana, wafanye shughuli ya pesa. Wewe nawe umening'inia kwa barabara, utakufa. Watakukanyaga alafu wakulipa. Bwana asifiwe. Wakasema wanataka kutunyang'anya hawa punda wetu. Walipofika kwa mkubwa, wakapangwa kuanzia mkubwa mpaka mdogo. Simeoni akatolewa gerezani, akaja akawekwa. Na unajua pale Yusufu alikaa, mkubwa kama alikuwa huku, ilizunguka meza, alafu yule mdogo alikuwa upande huu. Kwa hivyo bila shaka Yusufu alikaa na Benjamin na Ruben. Sasa wakati chakula kinatolewa, ilikuwa nyinyi mnapenda chapati moja. Ikifika Benjamin 5. Nini ingine mnapenda? Kuku. Haya, mguu wa kuku. Ikifika Benjamin, miguu ya kuku. Na teremsha na soda. Ikifika Benjamin, soda. Wakasema kuishi. Wangejua vile yule mtoto tumemtoa kwa shida, kwa baba, hawangemlenga. Mbona wanaanza kumpa chakula kingi? Kuisha. Sisi hapa yani kuisha, wanaambiana, nilikwambia mambo yule mtoto. Hapa leo arudi nyumbani. Nilikwambia usimuue mtoto, alikuwa analia na nilikuwa nasikia shida wakati analia yule mtoto. Bila shaka yule mtoto amekufa. Yusufu akisikia hivyo anaenda analia, alafu anajikaza, anarudi anakaa. Angalau ndugu zake kizazi cha 4 watubu dhambi ya uongo. Bado wamening'inia, wameshikilia. Dhambi inatesa vizazi 4. Hiki cha 4 kinapata tabu, lakini wamening'inia tu. Kuna watu ambao saa hii wako kizazi cha 4 na wanang'ang'ana, yani nyumbani kwao hawaolewi. Hata kama wameolewa hawaishi na bwana. Yani nyanya alikufa bila mume, mama pia amelea watoto bila mume, na yeye pia ndoa yake imemharibikia na anamshuku msichana wake. Wanateseka, lakini wamekaza tu. Wanasema tuko sawa. Kuna watu ambao wanateseka na ugonjwa wa mifupa tangu baba mpaka mjukuu. Babu alikufa na kidonda cha sukari, baba akafa na kidonda cha sukari. Tangu tulikuwa havijulikani kama ni vidonda, mpaka ikaja ikajulikana, mpaka leo watoto wana sukari na wajukuu. Wamejikaza tu. Sasa Yusufu alipoona ndugu zake hawatatubia, akatamani kumchukua ndugu ya mama yake, his full brother, kwa sababu mama yake amekufa na hawa watamfanyia ubaya. Akachukua kile kikombe ambacho alikuwa anatumia pale, ikawekwa kwa gunia la huyu mdogo, alafu akawaambia nendeni. Wakatoka. Sasa wamefurahi, wako wote, wako salama.
Najua ni watu wa kijijini wamekuja mjini wakala vya mjini, sasa wanatembea wakifurahi wakijisifu. Simeon vipi? Habari ya jela, lakini jela kubaya, lakini leo nashukuru mezani ni kama ambao ubaya wote ndio umaliza pale mezani. Nini rarua kurarua. Tuko sote. Isaka, Dan, Benjamin. Tuko sote. Lakini Benjamin ulilengwa wewe. Na ulizikula. Wanatembea. Mara akaja yule mkubwa. Yule msimamizi wa nyumba ya Yusufu. Kaja mbele yake kwa farasi mbele yao, akamwambia ninyi ni wezi. Wakamwambia sisi ni watu wa kweli wa Mungu. Na ikiwa kati yetu, wanapenda kuwapa, na ikiwa kati yetu kuna mtu amefanya hivyo, sisi tuwe watumwa na yeye afe. Jamani, simseme pole pole. Wakaapa, wakaambiwa itakuwa kama mlivyosema. Kila mtu afungue gunia. Kisha akawapanga mkubwa mpaka mdogo. Wakafungua magunia kikorofi. Alafu yeye anajua kiko wapi kikombe, lakini akaanza kule mwanzo akachakura, akachakura mpaka kwa Benjamin kikombe ndio hiki. Akamwambia sasa ninyi wengine mnaweza enda, lakini huyu atakuwa mtumwa wangu. Akamchukua akamweka kwa farasi. Unajua punda hawana mbio. Akamweka kwa farasi, akatangulia naye Misri. Wakabaki kimya. Wanatazamana. Lakini Yuda akakumbuka kwamba mimi nalichukua dhamana wa mtoto. Mimi nilimwambia baba ya kwamba mtoto asiporudi amtake kwangu. Kwa hivyo wacha nikamtetee mtoto. Bwana asifiwe. Ninaenda kuhatarisha maisha yangu kwa ajili ya mtoto. Singependa kumuona baba akifa kwa kusikia kwamba mtoto pia amepotea. Huyu mtoto hana mama, hana ndugu. Ninaenda kwa ajili yake. Akashika njia akaanza kurudi Misri. Kila mmoja akaangalia, sasa mimi ndiye kwenda kudanganya baba tena. Hata nimechoka hii kudanganya. Wacha akashuhudie hayo ya Misri. Wakageuka sasa, ule msafara wa furaha ambao ulikuwa unaenda Kanaani ukabadilika ukawa msafara wa huzuni unarudi Misri. Kimya kimetawala. Yuda yuko mbele anapiga hesabu ya kwamba sasa ninaenda nikawe mtumwa, lakini ndugu yangu nihakikishe ya kwamba amerudi kwa baba. Yuda alipofika akamwambia, niwie radhi mkubwa, ninaomba ninene na wewe jambo na usinionee ubaya. Yusufu akamwambia sawa. Akaja akamwambia mambo katika kitabu cha Mwanzo kizima, ndio speech ndefu ya mwisho. Akamwambia Yusufu bila kujua mkubwa, sisi ni watu wa Mungu. Sisi ni vijana wa baba mmoja. Tumezaliwa 12 wanaume. Mmoja wetu hayuko nasi. Na huyu kijana moyo wake umeshikana na moyo wa baba. Kwa sababu mama yake alifariki na ndugu yake hayuko. Na mimi singependa kwenda nikamuone baba akifa kwa kumkosa huyu. Kwa hivyo najipeana kwako. Tafadhali nichukue mimi niwe mtumwa, lakini muache huyu mtoto aende kwa baba. Bwana asifiwe. Hapo ndipo Yusufu akaanza kulia. Ndipo Yusufu akaona moyo wa toba. Ndipo Yusufu akaona turning points ya vizazi vinne ambavyo vimeteseka. Ikifika mwisho akawaambia ndugu zake njooni. Wakawa wanasita, akamwambia mimi ni Yusufu. Manake alipokuwa akilia mbele yao, wale wengine wamesimama mbali wanashuhudia. Wakaanza kuambiana sasa ameharibu. Mimi afadhali ningesubiri huko jangwani.
Yaani afadhali kumdanganya baba kuliko kuliza mkubwa. Yaani hospitali analia. Na sisi tuko excess hapa. Tuna makosa tele na OCS analia. Lakini kumbe amegusa moyo wa Yusufu, akamkumbatia, akawakumbatia ndugu zake. Akamwambia kwamba Mungu alinituma huku kwa sababu ya kuokoa nyumba ya baba. Kwa hivyo msikosane, msilaumiane. Toba kamili leta mambo tatu. Tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 49. Mwanzo 49 kuanzia mstari wa kwanza. Yakobo akiwabariki wanawe. Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Ruben, mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uweza wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi. Alikipandia kitanda changu. Huyo ni kijana wa kwanza, Ruben. Wa pili, Simeoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu usiingie katikati ya siri yao, fahari yangu usiungane na kusanyiko lao, maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Mstari wa 8, kijana wa 4. Biblia inasema, Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba, kutoka katika mawindo mwanangu umepanda. Aliinama akajilaza kama simba, na kama simba mke ni nani atakayemwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye milki, ambaye mataifa watamtii. Nataka kukomea hapo, kijana wa 4. Baraka haikwenda kwa kijana wa kwanza, baraka haikwenda kwa kijana wa pili wala wa tatu, ilienda kwa kijana wa 4 ambaye ni Yuda. Tuliona matendo ya Yuda, tuliona moyo wa Yuda. Mungu aliona kile kiko ndani ya Yuda. Yakobo pia alikielewa. Kwa nini? Kwa sababu Yakobo alimkabidhi mtoto Yuda kwenda Misri. Yakobo ndiye aliyemkabidhi Yuda wakati familia yote inatoka Kanaani kwenda kutangulia. Yuda ndiye aliyetoa wazo ya kwamba mtoto asiuawe. Moyo wa Yuda ulikuwa ni moyo mkubwa. Biblia inasema kama simba. Unajua simba ni mjasiri. Simba akipita hapa nje, ninyi hapa ndani, malaika zote zitasimama. Mtasikia kwa mwili na ngozi, lakini yeye yuko kwa mji wa wenyewe na hana wasiwasi. Ataingia kwa zizi
la mbuzi wako, wewe ndio utababaika na mbuzi zako. Yeye mgeni hata hana wasiwasi, atararua na kukula hapo, abarishe na aende. Ujasiri huo ndio ujasiri uliomfanya Yuda akapiga moyo konde na akamwendea Yusufu. Haleluya! Moyo wa Yusufu, wa Yuda ndio wa Kristo, ndiposa Kristo akaitwa simba wa kabila la Yuda, kwa sababu hapo ndipo palipo na ule moyo wa toba kamilifu, wa turning point. Si kwamba walikuwa wema huko mbeleni, lakini baada ya kugeuka walianza kuwa wema. Haleluya! Toba kamili inaleta mambo matatu. Twende kwa haraka. Jambo la kwanza, toba kamili huleta sifa. Yakobo anamwambia Yuda, ndugu zako watakusifu. Toba kamili huleta sifa. Kuna mambo ambayo kwenu yametawala, kama vile ulevi. Kule kwetu kuna walevi. Kuna walevi hata huko wakosi, walimu wa Pokomo, vijana wa Pokomo, askari vijana wa Pokomo. Angalie vizuri, wengine ni walevi. Levi kabisa. Kuna familia zingine ni uchawi tu, yani hata kijana yuko class 8 kisha ashaachishiwa kitu. Yani nyanya yake amembuku. Kama mimi nikifa basi vidonga vyangu ni vyako. Kuna watu ambao familia yao wao ni viti. Wakizaliwa huzaliwa wakiwa akili punguani, ama wana upungufu fulani katika mwili, na katika ukoo hakukosekani hao watu. Wamejikaza tu, njoni kwa Yesu. Sisi hiyo mambo ya wokovu hatupendi. Na mwafa na hampendi, na mnaisha mnazika kila mwaka, alafu hivi ya Mungu hampendi. Hapa ndio kuna turning point ya kwamba uzao wenu unaweza kuwa katika dhiki kwa vizazi vinne, lakini yakitokea mmoja mwenye ujasiri ataleta sifa katika hiyo ngoma. Kwa familia yetu walikuwa hatumalizi form 2. Yaani mtu anaolewa kabla form 2. Na yule brother yetu mkubwa akapewa bibi akiwa form 2. Lakini sisi tulipookoka tulipita. Niliokuwa class 8, kambe nilijua kuna form 2. Kaokoka nikapita kila, na wale ndugu zangu wote huko nyuma wamepita. Hii kutosoma hii kumbe nao ni pepo. Kumbe nalo ni pepo, kwa sababu na babu yetu ambaye alikuwa hapati kitu, anapata 0, akasema haya mambo ya kusoma potelea pote. Na ikawa sasa hata wale watakaosoma vinakata. Haleluya! Toba huleta sifa kwa familia, na wakasema kama si kijana fulani, kama si msichana fulani, tungekuwa tumemalizika. Kama si huyu, sisi tungekuwa tumeisha. Lakini kwa sababu alikuwa Mungu, leo tumekuwa boma ya wacha Mungu. Watu hutuona na furaha leo, tunaweza kumudu tabasamu kwa sababu yake. Toba huleta sifa. Jambo la pili, toba kamili humweka adui chini ya miguu yake. Vijana wawili wa baba mmoja. Hii ni hadithi. Yule mdogo alivunja chupa hii ya chai, peta thermos ile, akaivunja. Bahati mbaya ile mambo ya kukutana beba mara akaanguka. Halafu wakaipanga vizuri, wakairudisha kwa meza. Huyu baba alikuwa anaishi na hao vijana wawili, mama yao hayupo, sijui aliachana, hiyo ni story, usiniulize. Akaja akakuta meza iko vile na thermos iko pale. Alipobeba thermos ikaruka. Malaka najua imejaa chai, lakini ikaruka, haina chai. Kutingisa ikatingisika, najua imevunja. Akawaita,
ni wawili peke yake. Ninyi nani amevunja hii chupa? Sijui. Haki ya Mungu sijui. Believe me. Sijui. Najua vile waongo wanaapa. Anaweza hata kugusa ulimi hivi, alafu afanye hivi aguse chini. Haki ya Mungu sijui. Basi mzee akasema sawa, kama imelipuka. Lakini yule mkubwa alijua huyu mdogo ndiye alivunja. Kwa hivyo sasa wakitumwa sokoni, wananunua, alafu wanachukua kikapu, anamwambia dogo, beba hii. Vipi? Beba, si unajua masuala ile chupa. Beba, yuke nyumbani, story ishe. Sawa. Anabeba kutoka nyumbani. Asubuhi wanapangiwa mahali pa kulima, wanaenda wanalima. Baba akiondoka tu, jamaa anakaa kwa mti, anambia, dogo, mimi na wahi mahali. Ukimaliza hapo unganisha na hapo. Mami, vipi bro? Hamna vipi hapo? Ile chupa. Sawa. Jamaa anaenda zake mtaa, anarudi. Sasa baba akamwona huyu kijana mdogo anadhoofika. Wewe vipi, mbona? Sema niko sawa, sina neno. Mbona unakaa unashia? Sina neno, niko sawa tu. Kumbe chupa inamuua. Wakitoka vile mpaka yule kijana mkubwa akawa amezoea, akitaja tu ile chupa, huyu mdogo anafanya chupa. Hata kumsema sasa ikafika mahali huyu mdogo akasema, no, hii chupa itaniuma. Afadhali niende nikaombe msamaha. Akamwambia, baba, mimi nataka kuona. Lini? Nataka tu kuona. Njoo nione sahihi. Kaingia. Nini? Akamwambia, baba, nilikuwa nimekuja nikwambie habari ya ile chupa. Chupa ipi tena? Ile chupa siku ile. Ile tukasema imevunjika. Tukasema hatujui. Sasa ilikuwa ni mimi ndiye nilivunja. Namwambia sawa, siku nyingine kiulizwa sema ukweli. Enda. Hivyo tu. Enda. Akawa anashangaa, yani hii historia tu imeisha hii. Yani hivi ndio imeisha. Sichapwe. Hakuna bakora. Mbona nimesema ondoke hapa. Basi. Kama kawaida ni kuanza na kulima, alafu sokoni. Walipoenda wakapimiwa kila kitu, mzee alipoenda baba akasema, sasa baba vipi? Kumaliza hapo naunganisha hapo, mimi niko. Nini? Unajifanya huko sikia. Nimesema ukimaliza hapo unganisha na hapa. Sema sababu ile chupa ipi? Unajifanya unijue. Ni hivyo sijui chupa ipi. Naenda kumwambia baba, enda ndiye yule hajatoka. Mwambie ndio naondoka hivi. Ungekuwa ushaondoka baba. Ndio naenda sasa, nitamwambia baba, nini mbona mwanisumbua? Hebu njoo haraka. Nataka nikwambie baba, sema haraka haraka. Nataka nikwambie yule ambaye alivunja chupa siku ile, namjua. Ile chupa ya siku ile, siku hiyo. Halafu rudi ukafanya kazi. Akarudi kinyonge. Yule jamaa anafanya kazi, anampiga side mirror, anamwangalia. Anasikia raha, kumbe toba ina raha. Haleluya. Kumbe unapotubu sasa adui yako huwa yuko chini yako. Unasikia tu kama kabla hujatubu anakutesa. Shetani anakuambia unajifanya unaomba. Hivi umesahau jana sasa unashinda Yesu. Hebu tubu. Haikukumbusha kumbe Yesu amekusamehe na ameweka dhambi zako mbali kama vile mashariki vilivyo na magharibi, ndivyo ameziweka na hazikumbuki tena. Kwa sababu ya toba. Jambo la tatu, toba ina
inaleta ujasiri. Ukitubu na kusamehewa, unakuwa jasiri. Na hili ndilo linalotupa ujasiri, toba kamili, ya kwamba tunao msamaha wa dhambi, hatuhukumiwi tena. Tukisimama mbele za watu, tunasimama na nguvu nyingi, ni kwa sababu tu ya toba, ndugu yangu. Kwa sababu kama hujatubu, ukisimama zile dhambi zako huwa zinarewarewa hapa mbele, huwezi kuwa na ujasiri. Nasema hilo asanteni. Unaondokea kwa sababu dhambi zako zimerewarewa mbele yao. Biblia inasema Yuda ni mwana simba. Ndio tabia ya simba. Watu wanaotubu si rahisi, inataka ujasiri kutoka kwa familia yenu, uende mbele ya madhabahu, utubu kwa ajili ya familia iweze kukombolewa. Inahitaji ujasiri. Bila ujasiri utatoka, hata baada ya ujumbe huu utatoka uende nyumbani na mkaendelee na shida zenu. Na unajua imewatesa babu, baba, sasa iko kizazi chenu na watoto wanasubiri. Kama unawapenda hawa watoto, utapiga moyo konde kama Yuda, useme naenda kwa Yesu Kristo, nimwambie mambo yetu, aondoe hali hii. Haleluya. Toba kamili kuleta utawala. Biblia inasema fimbo ya enzi haitaondoka kwa Yuda miguuni pako hadi mfanya sheria atakapotawazwa. Toba kamili inaleta utawala. Baada ya kusimika, baada ya kuanzisha kizazi cha waliotubu katika familia yenu, inakuwa turning point yenu, na kuanzia hapo jina lako ndio linasimama. Yuda akasimama katika nyumba na familia ya Ibrahimu. Mtawala aliyekuja Yesu Kristo amepewa jina la Yuda. Kitabu cha Ufunuo, simba wa kabila la Yuda. Jina la Yese atachipuka. Haleluya. Nataka tuombe. Mungu ametusaidia, sijui kama nimetumia muda gani, lakini naamini Mungu ametusaidia. Nataka tuombe. Kuna mambo ambayo wewe